Karibu katika siku nzuri ya kipekee ambayo Mungu ameifanya kwa ajili yako. Mungu ameifanya ili ufurahie utendaji wake katika maisha yako. Mungu ameifanya ili kufuta historia zote mbaya katika maisha yako ya kwanza. Mungu anazungumza na Isaya nabii, anasema msiyakumbuke mambo ya zamani. Msikumbuke mateso ya zamani. Msikumbuke magonjwa ya zamani. Msikumbuke hasara za zamani, bali tazameni sasa, iko njia ninayoitengeneza nyikani, mtapita. Yako maji yanayoenda kutokea jangwani, mtakunywa. Huu ulikuwa ni ujumbe wa Mungu juu ya maisha yako leo, ya kwamba ikiwa jana ulishindwa, ikiwa jana uliharibikiwa, ikiwa jana haukufanikiwa, haimaanishi hata leo itakuwa hivyo. Mtazame Bwana katika siku yako nzuri ya leo, maana yeye anakuwazia yaliyo mema. Alipokupa siku ya leo, tayari alishatengeneza mambo mema utakayoyaishi na kuyatenda. Usiogope yale ambayo yamekuwa ni magumu kwenye maisha yako siku ya jana. Usiogope zile ndoto mbaya ulizoziona na ukauona mpango wa shetani juu yako. Mungu anasema na wewe, anasema mimi ni Mungu mwenye nguvu. Mimi ni Baba, mimi ni mfalme. Haijalishi adui ameinuka kwa nguvu kiwango gani, bado yuko Mungu mwenye nguvu zaidi ya miungu yote ambayo ingekuwa kinyume na maisha yako. Ni kweli adui angeweza kuwa ametengeneza ajali mbele yako, lakini Mungu ana uwezo wa kutengeneza usalama wako. Ni kweli adui anaweza kama ametengeneza magonjwa mabaya mbele yako, lakini Mungu ameandaa uzima kwa ajili yako. Kila eneo la maisha yako, Biblia inasema Mungu anakuwazia mema. Mwandishi wa Zaburi sura ya 5 mstari wa 3 anasema, Bwana ataisikia sauti yangu asubuhi, naye atanitazama na kunitendea kila ninachokihitaji katika maisha yangu. Ndivyo inavyotimia asubuhi ya leo unaposimama mbele za Bwana kumwambia, Baba, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Ninajua umenipa maisha. Siishi kwa bahati mbaya, siishi kwa bahati mbaya, naishi kwa sababu ya mpango na upendo wako juu yangu. Hebu inua sauti asubuhi ya leo mbele za Bwana. Mwambie Bwana, ninakushukuru kwa sababu umenipa uhai. Mimi na watoto wangu, mimi na mume wangu, mimi na mke wangu, mimi na wazazi wangu. Umetupa maisha, umetutenga na uharibifu, umetulinda na ajali za siku ya jana, umetulinda na mwindaji wa usiku, umetutenga na uharibifu ulioinuka juu yetu, na umetupa jina la kuwa hai, umetupa neema katika mahitaji yetu. Ndio maana tunakushukuru siku ya leo. Mwambie Bwana, kwa sababu umenilinda, kwa sababu umenitunza, ndiyo maana niko salama hata siku ya leo. Ndiyo maana ninajua katika wewe kuna uzima, katika wewe kuna amani, katika wewe kuna kila ninachokihitaji. Ndiyo maana ninapoiendea siku ya leo, ninakuja kuinulia mikono, ninakuja kukuabudu, ninakuja kukusujudu, maana ninafahamu katika wewe ndipo kuna maisha yangu, maana ninajua katika wewe ndipo kuna ushindi wangu. Ni kweli ni njia nayoiendea sijui, lakini yuko Mungu ambaye ni wewe uliye baba yangu unayeweza kuniongoza. Lakini yuko Mungu ambaye ni wewe baba yangu unaweza kunipa nguvu. Mwambie Bwana, ni kweli yaliyo mbele yangu ni magumu, yanahitaji maamuzi magumu. Sina mashaka katika uwepo wako, maana ninajua katika uwepo wako ninashinda, katika uwepo wako ninapenya. Mwinulie Bwana sauti asubuhi ya leo. Mwambie Bwana, ninakushukuru kwa sababu umenipa siku nzuri na umeandaa neema yako kwa ajili ya mahitaji yangu. Baba, ninakushukuru kwa sababu uko mbele yangu siku ya leo kunilinda na uovu wote. Baba, ninakushukuru kwa sababu rehema zako ziko juu yangu kunihurumia ili niwe mshindi katikati ya kushindwa. Bwana, ninakushukuru kwa sababu ya jeshi lako lililo upande wangu linanyamazisha majeshi ya maadui zangu. Asante Bwana kwa ajili yangu. Asante Bwana kwa ajili ya wazazi wangu. Asante Baba kwa ajili ya uzao wangu. Asante Bwana kwa ajili ya wapendwa wangu. Asante Bwana kwa ajili ya miradi yangu, maana yule mwindaji amekamatwa kwa nguvu zako, naye hakuweza kutuangamiza. Baba, ninakushukuru
Mwinulie Bwana sauti ya shukrani. Mwambie Baba, umekuwa mwaminifu jana, umekuwa mwaminifu siku ya leo, na ndiyo maana ninalo tumaini katika wewe. Hata ninapoiendea siku ya leo, ninajua Mungu usiyebadilika ndiwe Mungu wangu. Ninajua Mungu mwenye nguvu ndiwe Mungu wangu. Ninajua Mungu usiyeniacha ndiwe Mungu wangu. Nawe utakuwa Baba katika siku ya leo, nawe utakuwa Mwokozi katika siku ya leo, nawe utakuwa msaada katika siku ya leo. Hebu mwinulie Bwana sauti ya shukrani. Mwambie Bwana, ninakumbuka jinsi ulivyonitenga na mabaya jana, jinsi nilivyoponea chupuchupu. Nilitakiwa niangamie, nilitakiwa nianguke, mabaya yangenipata, lakini mkono wako ulio hodari ulinibeba. Ndio maana hata siku ya leo ninajua katika wewe nitakuwa salama. Ndio maana nimekukimbilia, ndio maana nimekuja, ndio maana nimesimama mbele zako. Mwinulie Bwana sauti ya shukrani. Kili mbele za Bwana, mwambie wewe ni Mungu unipae, wewe ni Mungu uniponyae, wewe ni Mungu unisaidiae. Ndio maana nimekuwa salama, ndio maana nimekuwa na nguvu. Mwinulie Bwana sauti yako. Asante Mungu tupendaye, asubuhi ya leo tunazipaza sauti zetu za shukrani kwa matendo makuu uliyoyafanya kwetu Mfalme, kwa uaminifu wako, rehema zako Bwana Yesu, upendeleo wako uliotupa Bwana. Asante kwa hiyo afya njema uliotupa, asante kwa kibali, asante kwa nafasi nyingine tena Mungu mwenye nguvu ambao umeiachilia ndani yetu siku ya leo. Asante Baba unayetuwazia mema, asante Mungu uliye mwaminifu katika siku yetu ya leo. Asante Baba kwa ushindi ambao tunaenda kuuendea siku ya leo. Baraka zako Mungu umetuandalia siku ya leo. Tunakushukuru kwa kibali kile Baba ambacho tunaenda kukiona asubuhi ya leo. Asante Mungu uliye mwaminifu. Ni nani aliye kama wewe Bwana, ambaye anaweza kutupenda kwa pendo kuu kama wewe? Hakika hayupo mwingine asubuhi ya leo. Ndio maana tunazipaza sauti zetu tukisema ni wewe peke yako uliyetupa nafasi, uliyetupa kibali, uliyekuwa mwaminifu tukaiona siku ya leo. Hakika Mungu unastahili shukrani, hakika Mfalme unastahili kutukuzwa, maana hakuna mwingine astahilie kama wewe. Asante kwa ajili ya siku njema na nzuri uliyotupa Mungu mwenye nguvu. Asante kwa wakati mzuri ambao umeuachilia ndani yetu. Hakika tunaenda kuona ushindi wetu katikati ya yale magumu. Tutaenda kukuona wewe ukitutetea, ukitupigania na kutushindia. Wewe unaenda kufanyika mtetezi katika siku yetu ya leo. Ni wewe uliye mlinzi wetu katika siku yetu ya leo. Tuendeapo mambo mengi ya dunia, changamoto na mihangaiko, ni wewe peke yako Mungu uliye upande wetu. Hakika tuna kila sababu ya kukuadhimisha asubuhi ya leo. Tuna kila sababu ya kukupa sifa na utukufu. Tuna kila sababu Bwana ya kukuinulia mikono yetu tukisema hakika ni wewe Mungu ambaye unatangulia mbele yetu. Ni wewe Mungu ambaye unaenda kuniangazia nuru yako katikati ya giza. Ni wewe Mungu ambaye unaenda kufanyika njia mahali pasipokuwa na njia. Ni wewe Mungu ambaye unaenda kufanyika mtetezi katikati ya uonevu. Ni wewe Mungu ambaye unaenda kufanyika mshindi dhidi ya kila vita iliyoandaliwa kunipata siku ya leo, dhidi ya kila uovu uliokusudiwa katika siku yetu ya leo. Ni nani mwingine Yesu aliye kama wewe? Hakika ni wewe peke yako uliye niko, ambaye uko katika siku yetu ya leo, uliye Alfa na Omega katika siku yetu ya leo. Majira na majira ya siku ya leo Bwana, ni wewe peke yako uliye mshindi wetu. Ndio maana ninakupa sifa hizi asubuhi ya leo. Ndio maana ninakurudishia utukufu asubuhi ya leo. Ndio maana ninasema asante Mungu, asante Bwana ambaye unaenda kufanya njia mahali pasipokuwa na njia, ambaye unaenda kutukutanisha na watu wenye baraka zetu, wenye ushindi wetu, ambaye Mungu unaenda kutimiza zile ahadi ambazo ulituahidi na yamkini hazikuwahi kutimia. Siku ya leo Mungu, kwa kuwa umeifanya tena kwa ajili yetu, hakika tuweze kuifurahia na kuishangilia. Ni wewe Mungu ambaye unaenda
kutupa ahadi hizo, unaenda kutimiza ahadi hizo juu ya maisha yetu katika siku yetu ya leo. Tuseme nini Bwana zaidi ya kusema neno asante? Tuseme nini Jehova zaidi ya kusema unastahili? Tuseme nini Bwana zaidi ya kusema utukufu ni wako, wewe usiyeshindwa? Hakika yale ambayo wanadamu wameshindwa, hakika yale ambayo hayana utatuzi, Mungu wetu na Baba yetu, tunasema asante kwa kuwa ni wewe usiyeshindwa katikati ya hayo, kwa kuwa ni wewe unaenda kufanyika njia, ni wewe unaenda kunyosha mkono wako hata tupate kuona njia ya kutokea, hata tuweze kupata suluhisho katikati ya hayo Bwana. Haijalishi yamkini yapo katika afya zetu, yamkini yapo katika ndoa, yapo katika maeneo ya kazi, yapo katika biashara, maofisini. Rakanda rabosika. Yesu wetu, ni wewe unaenda kunyosha mkono wako katika siku yetu ya leo, nasi tupate kufurahia na kushangilia ya kwamba Mungu tunayemtumikia yu hai na anasikia na anatenda na ni mwaminifu. Asante Baba kwa kuwa ni wewe uliye mwaminifu katika siku yetu ya leo. Hakika yale ambayo fahamu zetu, fedha zetu, akili zetu, nguvu zetu na mali zetu zimeshindwa, wewe ni Mungu ambaye unaenda kusimama. Wewe ni Mungu ambaye unaenda jitwalia utukufu katikati ya hayo. Wewe Mungu uliyesema hakika msiogope, maana nitawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Asante Mungu kwa neno lako. Asante Mungu kwa ahadi yako hiyo ya kwamba siku ya leo unaenda kutupigania watoto wako katikati ya yale yaliyoko mbele yetu, na sisi tutanyamaza kimya. Hatutajipigania tena, hatutahangaika tena. Mtakatifu Mungu mwenye nguvu, ni nani aliye kama wewe? Ni nani aliye kama wewe asubuhi ya leo? Hakika ni wewe unastahili utukufu. Hakika ni wewe unastahili shukrani. Hakika ni wewe unastahili. Bwana, hayupo mwingine astahilie. Ni wewe Yesu, ni wewe Adonai, ni wewe Elishadai, ni wewe Niko ambaye niko. Ni wewe Mungu tupae, ni wewe Mungu usiyebadilika. Tumeona shuhuda zako kwa wengi, tumesikia Yesu, tumeona matendo yako makuu. Tunakushukuru asubuhi ya leo kwa sababu ni wewe yule yule uliyeponya, ni wewe yule yule uliyebariki, ni wewe uliyemtetea, uliachilia utetezi kwa wale tuliosikia. Bado ni wewe Mungu unaenda kututetea siku ya leo. Kwa wale walioonewa unaenda kutuponya, wale ambao tunahangaika katika afya zetu, ni wewe Mungu unaenda kuachilia uponyaji katikati Bwana Yesu ya vita ile iliyoinuka kwenye biashara, kwenye maeneo ya kazi. Rakanda rabosika. Mungu unastahili utukufu na heshima, maana ni wewe unaenda kunyosha mkono wako, hakika ukafanya njia, hakika ukaachilia utetezi juu ya watoto wako wa kike na wa kiume waliokuamini asubuhi ya leo, uliyewapa nafasi ya kuiona siku ya leo. Niseme nini mbele zako Bwana zaidi ya kusema unastahili utukufu, zaidi ya kusema unastahili heshima, zaidi ya kusema hakika sifa zote zikurudie wewe Mungu ambaye unaenda kufanya njia, hata njia wale watoto wanaoenda mashuleni, hata njia wale watoto ambao yamkini wameshindikana kwa wazazi wao. Bwana, ni wewe, ni wewe Yesu, ni wewe unaenda kufungua kila kilichofungwa katika siku yetu ya leo. Yamkini Bwana adui ameonea maisha yao, amefunga familia zile, amefunga wazaliwa wale wa kwanza, amefunga Bwana Yesu chochote kile katika familia hiyo. Baba, asante kwa kuwa ni wewe unaenda
kufungua siku ya leo. Asante Mungu kwa kuwa ni wewe katikati ya familia hii. Asante Mungu kwa kuwa ni wewe katikati ya familia hiyo ambayo imekuwa ikikuomba miaka mingi, ambayo imekuwa ikiweka tumaini mbele zako, ambayo imekuwa ikijitoa kwa sadaka, kwa mali, kwa nguvu, kwa uweza mbele zako Bwana. Ni wewe Baba unaenda kufanyika majawabu katikati ya maswali ambayo wamekuwa wakijiuliza siku nyingi. Baba, nasimama mbele zako siku ya leo kukushukuru, maana nauona mkono wako ulio hodari katikati ya maisha ya kila mmoja, mwanamke na mwanaume, kwenye familia, katikati ya ndoa, kwenye masomo, biashara, kilimo, Bwana Yesu, nafasi zao kazini. El Shaddai Adonai, Mungu mwenye nguvu, ketie mahali pa juu palipoinuka. Sifa hizi zikurudie wewe Baba, maana ni wewe usiyeshindwa, maana ni wewe unaenda kufanya njia, maana ni wewe unaenda kuwapigania, maana ni wewe unaenda kuangusha kila ngome zilizoinuliwa na yule mwovu hadi Shetani katikati ya maisha yao usiku wa leo. Ni wewe Baba unaenda kunyosha mkono wako hata juu ya wale wanaotafuta watoto. Ni wewe Mungu, ninakushukuru kwa kuwa siku ya leo Baba, ni wewe unaunyosha mkono wao katika matumbo yao. Ni wewe unafungua, ni wewe unafinyanga tena Yesu kila kilichoharibika katika maisha yao, afya zao siku ya leo. Ni wewe Mungu uliye mfinyanzi wetu. Ni wewe Baba unaweza kufinyanga tena chochote kile ambacho Mungu adui amekiharibu usiku wa leo. Adui alikiharibu miaka mingi. Hakika siku ya leo ni siku yako Bwana, ni siku ya ushindi juu ya mtoto wako huyo, ni siku ya utendaji kazi wako Bwana, ni siku yako Yesu kunyamazisha kila kinywa ambacho kinazungumza, kunyamazisha kila adui ambaye anazungumza kwenye maisha ya wana wako, kwenye afya, kwenye uzao, kwenye uchumi, kwenye elimu. Hakika Baba unastahili uweza, unastahili utukufu asubuhi ya leo. Na ipaza sauti yangu ya shukrani, maana ninajua wewe ni Mungu usiyeshindwa na jambo lolote. Katika siku yetu ya leo ni wewe Mungu unaweza. Katika majira ya siku ya leo, iwe ni asubuhi hii, iwe ni mchana, iwe ni jioni, ni wewe unafanyika Baba kwenye maisha yetu. Asante Mungu, maana unaenda kufungua kila fundo lililofungwa usiku wa manane. Ni wewe Baba unaenda kufungua kila minyororo ambaye adui amefunga kwenye maisha ya watu hawa, kwenye maisha ya wana wako ambao umewapa kibali cha kuiona siku ya leo. Kila kilichofungwa ni wewe Baba unaenda kukifungua. Niseme nini mbele zako Bwana, ya kwamba wewe ni Mungu zaidi ya miungu hiyo ambayo imesimama kupigana na watakatifu wako siku ya leo, ambayo imesimama kushindana na majira ya siku ya leo, ambayo imesimama Bwana kuweka vizuizi, kufunga lolote lile katika siku ya leo ambayo umewapa watoto wako. Ni wewe Mfalme, ni wewe uwezaye kufungua. Maana tazama, umesema katikati ya wakuu wewe ni Mungu uliye mkuu. Katikati ya falme zote za gizani wewe ni mfalme peke yako. Katikati ya majeshi Baba, wewe unalo jeshi lililo kuu. Katikati ya miungu wewe ni Mungu uliye mkuu. Asante Mungu kwa kuwa unaenda kudhirisha ukuu wako, unaenda kudhirisha ufalme wako, unaenda kudhirisha jeshi lako katika siku yetu ya leo. Hivyo kila pando lililopandwa juu ya siku ya leo, kila kamba iliyofunga baraka zetu za siku ya leo, kila uovu, kila ubaya ambao adui ameukusudia siku ya leo, unaenda kuangushwa na uweza wako, unaenda kuangushwa na ukuu wako,
unaenda kuangushwa na ufalme wako, unaenda kuangushwa na jeshi lako katika jina la Yesu. Na kukaribisha wewe Mungu uliye mkuu kuliko wakuu hao waliosimama usiku wa leo, alfajiri ya leo, kuyanena mabaya katika siku yetu ya leo. Karibu wewe Bwana uliye na upanga wao ukatao kuwili. Karibu mfalme uliye na nguvu zaidi ya nguvu zao. Angusha kila nguvu, angusha kila mamlaka kwa jina kuu la Yesu, kwa uweza wako, kwa ufalme wako, kwa utawala wako. Nasimama kama jemedari asubuhi ya leo Bwana, kwa kila kinywa kilichonena mabaya katika siku ya leo, kwa kila uovu uliotumwa kwangu, kwa kila shambulio, kwa kila mnyororo uliokusudia kufunga lolote juu ya siku yetu ya leo. Ninasimama kwa mamlaka yako Bwana, kuondoa, kuvunja, kuharibu, kufukuza, kuteketeza na kuangamiza kwa jina la Yesu. Uovu, hayo maneno, hayo mavuvio, hiyo minyororo, hizo kamba, huo uharibifu, hiyo mipango, hizo agenda, kwa jina la Yesu zinyamaze kimya. Kwa jina la Yesu vinyamaze kimya. Kwa jina la Yesu ninavifukuza kwenye maisha ya wana wa Mungu, kwenye maisha yetu. Nafukuza kila kinyamkera kwa mamlaka jina la Yesu, kilichotumwa juu ya asubuhi yetu ya leo, kilichotumwa kwenye majira ya siku ya leo. Kwa jina la Yesu kiteketee, wateketee, viharibike, viangamie wanyamkera wote kwa jina la Yesu. Kila roho zote zilizokusudiwa kutenda mabaya katika siku yetu ya leo tunaziangusha kwa hiyo mamlaka yako Bwana, kwa hilo jeshi lako, kwa huo uweza wako. Ni kwa mamlaka jina la Yesu, ni kwa mamlaka jina la Yesu. Chochote kile kilichonenwa kwa habari ya siku yangu, kwa habari ya ndoa, kwa habari ya watoto, kwa habari ya masomo, kwa habari ya biashara, kwa habari ya kazi, kwa mamlaka jina la Yesu tunateketeza kwa moto, tunaharibu kwa moto kila roho mbaya zilizotumwa katika siku yetu ya leo, kila mabaya yaliyokusudiwa katika majira saa dakika za siku ya leo. Kwa jina la Yesu haribu uovu mwana wa Mungu. Nenda kaangushe kila roho zilizotumwa kuteka baraka zako, kuzuia kusudio lako, kuzuia chochote kile ambacho Mungu amekikusudia katika majira ya siku ya leo. Simama kama mtumishi wa Bwana, haribu kila roho, vunje, teketeza, angamiza. Sema ninaharibu kwa jina la Yesu kila roho zilizokusudiwa kutenda mabaya katika siku yangu ya leo. Kwa mamlaka jina la Yesu, kila aliyetumwa kunishambulia, kila aliyetumwa kushambulia ndoa yangu, kila aliyetumwa kushambulia uzao wangu, uchumi wangu, baraka zangu, kila aliyetumwa kushambulia afya, aliyetumwa kushambulia lolote katika siku ya leo, katika majira ya siku ya leo, aliyokusudiwa kuja majira ya asubuhi, majira ya mchana, majira ya jioni, ninamteketeza asubuhi ya leo. Namwasha kwa moto kwa jina la Yesu, namteketeza kwa moto kwa jina la Yesu. Hana nafasi juu yangu. Kusudio lake haliwezi kutimia, litakuwa ni batili. Mipango hiyo, ratiba hizo, agenda hizo, mabaya hayo aliyokusudia yanipate, nasema kwa jina la Yesu yaharibike. Nasema kwa jina la Yesu yaharibike. Kila uovu ulioambatana na roho hizo leo ninauharibu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu tunaharibu, ndio mabaya hayo yaliyotumwa juu ya siku yetu ya leo, yaliyokusudiwa katika majira ya siku ya leo, yaharibike. Yamkini ni ajali, ni mauti, yamkini ni roho za hasara, za kurudishana nyuma, za kuishia njiani, uovu wa aina yoyote, roho za uonevu, kwa jina la Yesu vipigwe kwa radi, vivunjike
vunjike, vipigwe kwa radi kwa jina la Yesu, viteketee. Radi kutoka mbinguni iangushe kila roho ya mabaya, kila roho iliyotumwa kutenda mabaya katika siku yangu ya leo iharibike, katika siku yangu ya leo yaharibike kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hayo mapando yaliyopandwa katika siku ya leo ninayateketeza kwa jina la Yesu. Mapando ya magonjwa, mapando ya mauti, mapando ya balaa, mapando ya mikosi, mapando ya kurudi nyuma, ya kuishia njiani, ya uonevu kwa jina la Yesu. Hayo yawake kwa moto, yaliyotumwa kwa mume wangu, kwa mke wangu, yaliyotumwa kwa watoto wangu, yaliyotumwa kwenye uchumi, kwenye nafasi yangu, kwenye taaluma yangu, kwenye biashara yangu, kwa jina la Yesu ninayaharibu, kwa jina la Yesu ninayang'oa, kwa jina la Yesu ninayateketeza, kwa jina la Yesu yaharibike, yaharibike. Ndio, haribu mwana wa Mungu, endelea kuharibu mipango hiyo. Sema ninaharibu mipango iliyopangwa kuzimu, iliyopangwa na wachawi, iliyopangwa na wakuu wa anga wa eneo ninaloishi, popote walipotokea maadui zangu wa kiroho, walichopanga juu ya siku yangu ya leo, walichokusudia juu ya siku yangu ya leo, ninasimama kwa jina la Bwana, ninayaharibu. Naharibu mipango hiyo, naharibu njama zao, naharibu ajenda zao, mikakati yao mibaya kwa jina la Yesu. Leo iharibike kwa jina la Yesu, leo iharibike kwa jina la Yesu, leo iharibike. Haitatimia kwa mume wangu, kwa mke wangu, wala kwa watoto wangu, wala kwa watu wa nyumba yangu, wala kwenye biashara, kwenye nafasi yangu, kwenye kila mali alizonibariki Bwana, kwenye afya yangu, kwenye masomo yangu, kwenye taaluma yangu, kwenye maendeleo yangu, uchumi wangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kote ninatuma moto ulao, ninatuma moto ulao, moto uteketezao, ukateketeze kila kinyamkera, kila roho mbaya iliyotumwa kutenda kazi, kila agenti wa kuzimu, kila mawakala wa kichawi, mawakala wa kiganga, mawakala wa kuzimu, waliotumwa katika majira ya siku ya leo kutenda kazi, kwa jina la Yesu natuma moto uteketeze, moto ukateketeze mawakala hao kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hiyo mipango yao haitatimia. Hao mawakala wanateketea, hao mawakala wanateketea. Mipango yao itakuwa ni batili kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Natangaza moto ulao kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, popote pale aliponipa Bwana kumiliki na kutawala asubuhi ya leo. Ikiwa adui amenena mabaya mahali hapo, nasema mabaya hayo yatamrudia kwa jina la Yesu. Ikiwa uko uharibifu uliokusudiwa mahali hapo, natangaza kwa jina la Yesu, huo uharibifu utarudi ulikotoka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Popote pale ilipokusudiwa roho ya mauti, mauti ya kiroho, mauti ya kimwili, mauti hiyo na igeuza iwarudie wao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ilikokusudiwa roho ya uonevu kwenye maisha yangu, hatima yangu, watu wa nyumba yangu, roho hiyo haitatenda kazi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninafunga asubuhi ya leo kila utendaji kazi wa nguvu za giza katika siku yangu ya leo. Ninafunga kwa mamlaka ya jina la Yesu lolote lililokusudiwa na kuzimu kutenda kazi katika siku yangu, kwa ile mamlaka niliyopewa. Ninafunga kwa funguo ya mwana wa Daudi, wala hakuna atakayeweza kufungua, na mbinguni imefungwa kwa jina la Yesu. Ninafunga roho za ajali katika siku ya leo, nafunga mauti katika siku ya leo, nafunga roho za uonevu katika siku ya leo, nafunga roho za hasara, roho za
za kuishia njiani, za kurudi nyuma, za kufeli, nazifunga katika siku ya leo kwa mamlaka jina la Yesu. Kila roho mbaya nazifunga kwa jina la Yesu. Hazitatenda kazi, hazitatenda kazi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mabaya yote yaliyokusudiwa katika siku ya leo tunayafunga, tunayafunga, ndio tunayafunga, ndio kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu. Kila roho mbaya tunazifunga, kila mawakala wa kuzimu, wa kichawi, popote pale wanapotokea tunawafunga. Hawatakuwa na nguvu kwenye maisha yetu. Mipango yao, ajenda zao, mikakati yao, uharibifu wao, njama zao zote tunazifunga kwa ile mamlaka kuu ya jina la Yesu. Kwa ule uweza wa kimungu tunafunga kila uweza wa kuzimu, tunafunga kila uweza wa kichawi, tunafunga kila uweza wa kiganga, tunafunga kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Lolote lililoamuriwa, haijalishi linatokea kwenye madhabahu yenye nguvu kiasi gani, sisi asubuhi ya leo tunayo Mungu aliye mkuu, tunao funguo inayoweza kufunga kila utendaji kazi uliotoka kwenye madhabahu za kichawi, za kuzimu, zilizoko baharini, zilizoko makaburini, njia panda, kwenye miti mikubwa, kwenye vina virefu vya maji, chini ya madaraja, kwenye miungu ya aina yote, kwenye madhabahu za aina yoyote. Tunafunga asubuhi ya leo, tunafunga kila roho fatilizi. Rakandarabasika. Mwana wa Mungu, endelea kuomba, usichoke. Tunafunga kila roho, sema nafunga kwa funguo ya mwana wa Daudi, kila roho zinazofuatilia maisha yangu, zilizokusudia kufuatilia maisha yangu siku ya leo. Haijalishi ni roho za urithi, huo urithi mbaya unaofuatilia siku yako, sema ninafunga kwa jina la Yesu. Hizo roho zinazofuatilia maisha yangu, roho zinazofuatilia ndugu zangu, roho zinazofuatilia wazazi wangu, hizo roho za magonjwa, hizo roho za kuzuia kufanikiwa, kuzuia kuendelea, kuzuia kumiliki watoto wa kike na wa kiume, kuzuia lolote lile juu ya maisha yangu, kila roho fatilizi, sema nazifunga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nazifunga kwa funguo ya mwana wa Daudi katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo tunafunga kila roho fatilizi, hizo zilizotumwa kufuatilia siku yangu ya leo, kufuatilia siku yetu ya leo, tunazifunga. Zilizotoka kwenye madhabahu ya wakuu wa anga wa eneo tunaloishi, zilizotoka kwenye madhabahu za wakuu wa anga la kijijini kule tulikozaliwa, kwa mamlaka ya jina la Yesu tunatangaza funguo ya mwana wa Daudi ikafunge hizo roho, ikafunge hizo roho fatilizi katika siku yetu ya leo, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu. Kila utendaji kazi mbaya, kila roho mbaya, kila kilichoandikwa juu ya siku yetu ya leo, tunakifunga kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu, kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ikiwa tumefunga kila nguvu, kila roho mbaya, kila uovu mbaya, tuende asubuhi ya leo tukafungulie. Ikiwa umefunga, neno la Mungu linasema tumepewa mamlaka ya kufunga na mamlaka ya kufungua. Ni kwa mamlaka hiyo hiyo ya jina la Yesu. Mwana wa Mungu, sema ninafungua siku yangu ya leo kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu. Unapofungua siku yako ya leo, na duniani na mbinguni imefunguliwa. Sema ninafungua zile ahadi ambazo Mungu aliniahidi zikazuiliwa miaka mingi kwa mamlaka jina la Yesu. Sema ninafungua watoto wangu wa kike na wa kiume kwa jina la Yesu, waliokuwa wamefungwa miaka mingi, waliokuwa wamefungwa, ndio ninawafungua katika tumbo langu katika jina la Yesu.
Sema ninafungua uchumi wangu uliokuwa umefungwa miaka mingi. Asubuhi ya leo kwa funguo ya mwana wa Daudi ninafungua uchumi wangu katika jina la Yesu. Sema asubuhi ya leo ninamfungua mume wangu, ninamfungua mke wangu popote pale alikofungwa, kama ni roho za magonjwa, kama ni roho kwenye uchumi, kama ni roho mbalimbali unaijua mwenyewe itaje. Sema ninakufungua mume wangu asubuhi ya leo, mke wangu ninakufungua kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu. Sema ninakufungua asubuhi ya leo. Wewe mtoto wangu unaweza kumtaja kwa jina, yamkini ni mzaliwa wako wa kwanza, yamkini ni mtoto wako unamjua ni wangapi. Sema ninamfungua asubuhi ya leo kwa funguo niliyopewa, kwa funguo niliyopewa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunaofungua watoto hawa wa kike na wa kiume katika jina la Yesu. Sema ninafungua biashara yangu asubuhi ya leo, nitakapoiendea wateja ninawafungua. Sema ninawafungua watoke kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Hao wateja waliozuiliwa usiku wa manane ili wasije kwenye biashara yangu, sema ninawafungua kwa ile funguo ya mwana wa Daudi. Wateja njoo kwenye biashara yangu katika jina la Yesu. Sema ninafungua kibali changu kazini. Wewe uliyekosa kibali, wewe ambao unaonewa, wewe ambao watumishi wenzio wanakuchukia, sema asubuhi ya leo nitakapokanyaga katika lile lango la ofisini, nitakapokanyaga katika lile lango la eneo langu la kazi, kibali cha kimungu, kibali cha kimungu kikawe juu yangu katika jina la Yesu. Wale waliokuwa wakinichukia wakaanze kunipenda katika jina la Yesu. Sema ninafungua mifugo yangu, biashara zangu. Sema ninafungua lolote lile lililofungwa katika siku yangu ya leo. Yamkini adui alienda kwenye madhabahu zao, wakataja jina lako, wakataja familia yako, watu wa nyumba yako, wakasema mtu huyu tunataka tumfunge, asifanikiwe, asiweze kusogea, asiweze kumiliki katika taaluma yake, asifike mbali, asifaulu. Sema ninafungua elimu yangu asubuhi ya leo, ninafungua taaluma yangu, ninafungua watu wa nyumba yangu wote. Haijalishi haijalishi adui amefunga kwa nguvu, amefunga kwa uweza, amefunga kwa nini, chochote kile ambacho anajua katika ulimwengu wa roho kina nguvu. Wewe unaye mwenye nguvu zaidi, wewe unaye mwenye nguvu zaidi asubuhi ya leo, mwana wa Mungu, unaye mwenye nguvu awezaye kufungua lolote lile lililofungwa katika jina la Yesu. Nataka asubuhi ya leo tuende mbele za Mungu kwa ujasiri, tuende mbele za Mungu tukafungue. Mwambie Bwana umenipa mamlaka, mwambie Bwana umenipa mamlaka juu ya huyu mwovu adui shetani aliyefunga baraka zangu, aliyefunga chochote kile katika siku yangu ya leo. Nami namtangazia kwa mamlaka yako ya kwamba hawezi kufunga tena. Aachie siku yangu, aachie watu wangu, aachie baraka zangu, aachie kwa jina la Yesu afya yangu, mume wangu. Nenda kwa ujasiri mbele za Bwana asubuhi ya leo. Mwendee adui huyo, mwambie wewe adui uliyefunga maisha yangu katika madhabahu yako, asubuhi ya leo ninakujia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi. Ninakujia kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Achia siku yangu, mwachie mume wangu kwa jina la Yesu. Ninamfungua mume wangu, shetani uliyemfunga katika siku yake ya leo, ninamfungua. Achia kwa jina la Yesu. Sema ninamfungua mke wangu kwa jina la Yesu. Wewe uliyefunga baraka zake, wewe uliyefunga hatima yake katika siku ya leo, ninakujia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi. Mwachie mke wangu, achia kwa jina la Yesu. Ninawafungua watoto wangu,
kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wewe uliyefunga siku yao uliyefunga hatima zao katika madhabahu yako, ninakujia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi. Fungua kwa jina la Yesu. Fungua ulichokifunga kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninakujia wewe adui uliyefunga biashara, uliyefunga kibali, uliyezuia wateja hao. Fungua kwa jina la Yesu. Natangaza kwa jina la Yesu, natangaza wateja hao wafunguliwe, 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 waje kwenye biashara hiyo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Lolote lile lililofungwa katika siku yako ya leo, ninalifungua kwa mamlaka ya jina la Yesu. Afya iliyofungwa, ndoa iliyofungwa kwa jina la Yesu, uchumi uliofungwa, watoto waliofungwa, kibali kilichofungwa, maendeleo yaliyofungwa, uzao uliofungwa, kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu, asubuhi ya leo natangaza vifunguliwe, natangaza vifunguliwe kwa ile funguo ya mwana wa Daudi, kwa ile funguo ya mwana wa Daudi. Nasafiri katika ulimwengu wa roho. Lolote lililofungwa katika majira ya siku ya leo, lolote lililofungwa kwenye madhabahu za kichawi, kwenye madhabahu za kuzimu, kwenye madhabahu zilizopo eneo lolote, haijalishi ni baharini, haijalishi ni makaburini, haijalishi ni kuzimu, haijalishi ni misituni, kwenye mapango, kwenye madaraja, kwenye vina virefu vya maji, kwenye bahari ya 12, bahari ya 7, bahari ya 5, bahari ya 3, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, naachilia moto wa kufungua, naachilia moto wa kufungua kwa ile funguo ya mwana wa Daudi. Kila lililofungwa asubuhi ya leo, ninatangaza funguo itembee. Na fungua kwa jina la Yesu, na fungua kwa jina la Yesu. Lolote lililofungwa, ndio lililofungwa kwa wana wa Mungu wa kike na wa kiume, rikandarabasika, linafunguliwa, linafunguliwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila kilichofungwa, kila kilichofungwa, natangaza funguo ya mwana wa Daudi, natangaza funguo ya mwana wa Daudi ikafungue asubuhi ya leo, ikafungue asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Vifunguke. Uchumi uliofungwa ufunguke, afya iliyofungwa ifunguke kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ndoa iliyofungwa, amani iliyofungwa, upendo uliofungwa, umoja uliofungwa ufunguke kwa jina la Yesu. Vifunguke kwa jina la Yesu. Watoto waliofungwa, tumbo la uzazi lililofungwa, kwa mamlaka jina la Yesu, asubuhi ya leo natangaza funguo ya mwana wa Daudi katika tumbo hilo, likafunguliwe, likafunguliwe. Upokee watoto wa kike na wa kiume katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Hicho kibali kilichofungwa katika kazi yako asubuhi ya leo, natangaza kifunguliwe asubuhi ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila kijana aliyefungwa, kila binti aliyefungwa na roho za nyumbani kwao, kwa jina la Yesu nazifukuza roho hizo. Natangaza funguo ya mwana wa Daudi, natangaza funguo ya mwana wa Daudi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Kila uovu katika jina la Yesu, kila fundo, mwana wa Mungu endelea kufungua. Sema ninafungua, ndio. Kila fundo la kichawi ninafungua, ndio. Kila fundo la kuzimu, kila kilichofungwa kuzimu, kila kilichofungwa na wakuu wa anga, iwe wamefunga hatima, wamefunga hatima yangu, wamefunga hatima ya watu wa nyumbani kwangu, wamefunga maisha yao, wamefunga kufanikiwa, wamefunga kibali,
kibali, wamefunga kuendelea, wamefunga asipate kazi, wamefunga asipate watoto wa kike, watoto wa kiume, wamefunga asiolewe. Asubuhi ya leo ni fursa yako ya kufungua, maana Bwana yuko kazini, yuko anatenda kazi, yuko anatenda kazi. Sema ninafungua, na mbinguni vinafunguliwa. Tunafungua kwa mamlaka hiyo tuliopewa, mamlaka ya jina la Yesu. Kila kilichofungwa kwa wazazi wetu, kila kilichofungwa kwa ndugu zetu wa kike na wa kiume, hatima zilizofungwa tunazifungua asubuhi ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Roho za maendeleo, kufanikiwa, kibali, tunafungua hicho kibali, hicho kibali cha kuolewa kwa jina la Yesu tunakifungua. Kibali cha kuoa na kuolewa kwa majira sahihi kwa jina la Yesu tunafungua, kwa jina la Yesu tunafungua, tunafungua kwa jina la Yesu. Huko kukubalika kulikofungwa kuzimu, kulikofungwa na madhabahu za kuzimu, kulikofungwa na roho zile zinazofuatilia hatima, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu tunatangaza funguo, tunatangaza vifunguke, vifunguke kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila kilichofungwa asubuhi ya leo tunafungua, tunafungua kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ndio, hatuwezi kukuachia adui. Wewe umefunga maisha ya mtu huyo miaka mingi, wewe umefunga afya yake miaka mingi. Usiku wa leo umefunga asikutane na baraka zake, umefunga wateja, umefunga kibali, umefunga anaenda kufanya mitihani yake asifaulu, umefunga watu wenye baraka zake wasikutane naye. Ninakujia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi, asubuhi ya leo lazima uachie kwa jina la Yesu. Achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu. Hili ni jina lipitalo majina yote, ni jina ambalo likitajwa milima inatetemeka, bahari inafanya njia, mapepo yanakimbia. Nani uweze kusalia mbele ya jina la Bwana? Nani uweze kusalia? Nani uweze kumiliki walio wa Bwana? Nani uweze kutawala maisha ya wana wa Mungu? Nani uweze kuchezea siku ya Mungu aliyewapa wana wake? Kwa jina la Yesu, kuzimu achia, mganga achia, mchawi achia, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe uliyeshikilia, wewe uliyefunga, asubuhi ya leo nasema fungua kwa jina la Yesu, na kuamuru fungua kwa jina la Yesu, na kuamuru fungua kwa jina la Yesu. Popote ulipofungia maisha ya mtu huyo, popote ulipokamata chochote kile kwa mwana wa Mungu, kinakuwa ni moto, hautotulia. Asubuhi ya leo lazima urejeshe, vyote vinakuwa moto kwenye madhabahu yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Natangaza moto, natangaza moto kwa kila madhabahu iliyoficha lolote lile, iliyoficha hatima yako, iliyoficha afya, iliyoficha kibali, iliyoficha uchumi, iliyoficha ndoa, iliyoficha uzao, iliyoficha kibali, iliyoficha ushindi, iliyoficha mafanikio, maendeleo. Asubuhi ya leo mwana wa Mungu, sema natangaza moto katika madhabahu hiyo, haitatulia. Lazima iachie maisha yangu, lazima iachie afya, lazima iachie ndoa, iachie furaha yangu, iachie amani yangu, iachie ushindi wangu, iachie kibali changu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila madhabahu zinawaka moto, madhabahu za maadui zetu zinawaka moto, madhabahu za wachawi hao, madhabahu za miungu hayo, madhabahu za kuzimu huko zinawaka moto, zilizochukua maisha yako, zilizochukua milki yako, ushindi wako, kibali chako, kwa jina la Yesu. Hizo madhabahu tunazitangazia moto ulao, hizo madhabahu
madhabahu tunazitangazia moto ulao kwa jina la Yesu. Ziwake kwa moto majira haya, ziwake kwa moto asubuhi ya leo. Lazima zirejeshe, lazima zirejeshe, lazima ziachie, lazima ziachie. Tuma moto ulao. Sema natuma moto kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, baharini na nchi kavu, kuzimu, makaburini, njia panda, popote pale ilipo madhabahu iliyochukua chochote kwangu, iliyofunga chochote kwenye hatima yangu, ama imefunga kwa watu wa nyumba yangu, leo kwa jina la Yesu, leo kwa jina la Yesu, iwake kwa moto, iwake kwa moto, iwake kwa moto. Usimpe adui nafasi. Endelea kuomba, endelea kutangaza moto. Unapotangaza moto katika ulimwengu wa roho, moto unatokea, moto unatokea. Ora kandarabosika, rikandarabababa, rakandarabas. Tunatangaza moto katika majira ya siku ya leo, popote ilipo madhabahu iliyofunga maisha yetu, iliyofunga hatima, iliyofunga watu wa nyumbani kwetu, iliyofunga ndoa zetu, amani yetu, chochote kile ambacho Bwana ametupa, leo tunatangaza moto katika madhabahu hiyo. Iwake kwa moto, iwake kwa moto. Lazima irejeshe, lazima ifungue, lazima irejeshe, lazima ifungue kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ndio moto kusini, moto kaskazini, mashariki, magharibi, mbele yangu na nyuma yangu, angani, kuzimu, kwenye maji, popote pale, kwa jina la Yesu. Walikochukua majina, walikochukua hatima, walikochukua afya, walikochukua ndoa, mke wako, mume wako, watoto wako, kwa jina la Yesu, leo ni moto, leo ni moto. Asubuhi ya leo ni moto. Lazima warejeshe, lazima wafungue, lazima warejeshe. Mwambie shetani, rejesha, rejesha ulichochukua kwangu na ufungue ulichofunga kwangu kwa jina la Yesu. Ninakuijia kwa moto ulao, ninakuijia kwa moto huu, ninakuijia kwa moto kutoka mbinguni kwa jina la Yesu. Kuzimu, kwa jina la Yesu mchawi, kwa jina la Yesu mganga, kwa jina la Yesu mwabudu shetani, kwa jina la Yesu uliyevuvia siku yangu ya leo nipatwe na mabaya, kwa jina la Yesu ungua kwa moto huu, ungua kwa moto huu, ungua kwa moto huu, ungua kwa moto huu, ungua kwa moto huu. Achia siku yangu, achia ushindi wangu, achia watu wa nyumbani kwangu, achia kibali changu, achia baraka zangu, achia hatima yangu, achia watu wangu, achia leo kwa jina la Yesu. Achia dakika za siku ya leo, achia masaa na majira ya siku ya leo kwa jina la Yesu. Natangaza moto. Mwambie adui na kutangazia moto leo, mipango yako ni batili, mipango yako imefeli, ajenda zako zimefeli, uharibifu wako umefeli, njama zako leo zimefeli kwa jina la Yesu, zimefeli kwa jina la Yesu, zimefeli kwa jina la Yesu, ni katika jina la Yesu, ni katika jina la Yesu. Mwambie fukuza adui kwenye maisha yako, fukuza. Sema ninakufukuza katika siku yangu ya leo, ninafukuza adui, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Wewe uliokusudiwa kwangu na kufukuza, na mipango yako na uharibifu wako, mikakati yako na kufukuza, ondoka kwa jina la Yesu. Uliyetumwa kuketi kwenye biashara, ondoka kwa jina la Yesu. Na kufukuza uliyetumwa kuketi kwenye lango la nyumba yangu ili kuachilia mabaya, ili kuvuvia mabaya, na kufukuza leo kwa jina la Yesu. Mwana wa Mungu, fukuza kila roho zinazovuvia mabaya katika siku yako ya leo. Kuna roho zimetumwa kuvuvia mabaya, kuna roho zimetumwa kuinenea siku yako,
Sema nakufukuza wewe uliyetumwa kunenea siku yangu, wewe unayenenea mabaya katika siku yangu, unayenenea mabaya kwa watoto wangu, unayenena mabaya kwa mume wangu, mke wangu, unayenena mabaya kwenye baraka zangu, kwenye kampuni, unayenena mabaya kwenye afya yangu, kwenye chombo cha usafiri nitakachokitumia siku ya leo, kwenye masomo yangu, kwenye taaluma yangu, na kufukuza kwa jina la Yesu. Ondoka, ondoka mchawi, ondoka mganga, ondoka kuzimu, ondoka mwabudu shetani, ondoka kwa jina la Yesu. Na kufukuza wewe unayenena mabaya juu yangu, wewe unayekuja kama rafiki kumbe ni adui, unayevaa sura ya aina yoyote ile, na kufukuza kwa jina la Yesu. Wewe uliyevaa sura ya wadudu ya ndege, kwa jina la Yesu umetumwa kuja kunena mabaya juu yangu, na kufukuza, na kufukuza, na kufukuza. Toka kwa jina la Yesu. Uliyetumwa kuja mchana, kuja jioni, kuja alfajiri, kuja majira yoyote, toka kwa jina la Yesu. 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 Mpango wako ni batili. Ulilokusudia kunena juu yangu, kuvuvia juu yangu, limefeli kwa jina la Yesu. Limefeli kwa jina la Yesu. Naliangusha, halitatimia kwa jina la Yesu. Halitanipata kwa jina la Yesu. Hayatawapata watu wa nyumba yangu kwa jina la Yesu. Wewe uliyetumwa kuvuvia mabaya juu ya watu wa nyumba yangu, na nena kama mtumishi wa Bwana katika jina la Yesu. Mabaya hayo ni batili, mabaya hayo ni batili kwa jina la Yesu. Hayatanipata mimi. Naagiza kwa jina la Yesu yakakurudie wewe, na yaamuru yakurudie wewe, na amuru yakupate wewe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fukuza, endelea kufukuza mabaya hayo, endelea kukataa mabaya hayo, endelea kupinga kwa jina la Yesu. Tunakukataa shetani, tunakukataa uliyenuia mabaya juu ya siku yetu ya leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ondoka, 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 ondoka kwenye biashara, ondoka kwenye ndoa. Wewe uliye kama rafiki kumbe ni adui, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Achia siku yangu. Achia ndoa. Achia amani. Achia furaha yangu. Achia afya yangu. Achia biashara hiyo. Achia huduma hiyo. Achia kibali hicho kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ondoka kwangu. Ondoka kwa watu wa nyumba yangu, ndoa yangu, watoto wangu, ndugu zangu, wazazi wangu, biashara yangu, elimu yangu, taaluma yangu, uchumi wangu. Kwa jina la Yesu na kufukuza. Kwa jina la Yesu na kufukuza. Na mabaya yako ninayakataa kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Hayatanipata mimi, bali yakakurudie wewe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tuendelee kuomba mwana wa Mungu. Twende tukakiri ushindi. Sema ninakiri ushindi juu ya siku yangu ya leo. Kama adui amekiri mabaya juu yangu, mimi naenda kukiri ushindi. Popote adui alipolaani, mimi naenda kubariki katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Tunatangaza siku yetu ya leo itakuwa ni siku ya ushindi katika jina la Yesu. Popote tutakapoenda tutakuwa ni moto katika jina la Yesu. Tutakapokanyaga tutamiliki, tutakapozungumza tutapata kibali cha Mungu katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Siku yetu ya leo itakuwa ni siku ya kutetewa na Bwana. Itakuwa ni siku ya kupiganiwa na Bwana. Itakuwa ni siku ya ushindi wa Kristo. Tutauona mkono wa Mungu ukitutetea na kutupigania kama neno lake linavyosema, nasi tutanyamaza kimya katika jina la Yesu. Mabaya hayo hayatatupata, uharibifu huo hautakuwa juu yetu kwa jina la Yesu. Ajali zile hazitatupata, mauti ile ya kiroho ya kimwili haitakuwa na nafasi juu yetu, asema Bwana katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Siku
siku yetu ya leo itakuwa ni siku ya ushindi. Hata watoto wetu wanapoenda mashuleni, wanapoenda mavioni, watalindwa na Bwana sawa sawa na neno lake linavyosema. Watoto wetu watalindwa, wataongozwa na Bwana katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Tunakiri ushindi katika majira ya siku ya leo, mchana, asubuhi, dakika na sekunde za siku ya leo zitanena mema. Tutapokea taarifa nzuri katika jina la Yesu. Amani, furaha itatawala juu ya nyumba zetu katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Mikakati yote, mipango yote, uharibifu wote leo umeharibiwa kwa jina la Yesu. Umeteketezwa kwa jina la Yesu. Umeangamizwa kwa ule moto ulao. Hautakuwa na nafasi tena juu ya siku yetu ya leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Natangaza ushindi wa Kristo utazungumza katika majira yote ya siku ya leo, tutakapotoka na tutakapoingia. Ushindi wa Kristo utakuwa juu yetu. Neema ya kimungu itakuwa juu yetu. Ulinzi wa kimungu utakuwa juu yetu katika jina la Yesu. Mwana wa Mungu, ibariki siku yako ya leo. Mbariki mke wako, mbariki mume wako, bariki watoto, bariki watu wa nyumba zako, bariki biashara, bariki kampuni lako, bariki uzao wako, bariki popote na chochote unachoenda kukifanyia kazi. Sema na bariki kila ninachokiwaza hata siku ya leo kikapate kutimia katika jina la Yesu. Ninabariki shughuli zote za siku ya leo ni katika jina la Yesu. Tunabariki Bwana sawa sawa na ulivyosema tutawabariki waume zetu na wake zetu. Nasi tunawabariki katika jina la Yesu. Nambariki mume wangu, nambariki mke wangu, atakapotoka, atakapoingia, neema ya Mungu itakuwa juu yake. Ushindi wa kimungu utakuwa juu yake. Baraka za kimungu zitakuwa juu yake. Zile ahadi Mungu ulizoahidi kutimia juu ya maisha yake, endapo hazijatimia siku ya leo, ikawa ni siku ya utimilifu wa ahadi za kimungu juu ya mume wangu na juu ya mke wangu katika jina la Yesu. Ninakubariki mume wangu, utakapotoka, utakapoingia, utamiliki na kutawala sawa sawa na mapenzi ya Bwana katika jina la Yesu. Ninakubariki mke wangu, mume wangu, siku ya leo ikawa ni siku ambayo utakutana na wale watu walioandaliwa na Bwana wenye baraka zako katika huduma, katika biashara, katika familia yako. Watakaotoka kaskazini, kusini, mashariki na magharibi kwa ajili ya utukufu wa Bwana katika jina la Yesu. Ninakubariki mume wangu na mke wangu, chochote unachoenda kukifanya siku ya leo ukakifanya kwa mapenzi ya kimungu, kikafanikiwa sawa sawa na mapenzi ya kimungu katika jina la Yesu. Ninakubariki mume wangu na mke wangu, siku yako ya leo utastawi kama mtende, utakuwa kama mwerezi wa Lebanoni katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninakubariki mume wangu, mke wangu, siku ya leo itakuwa ni siku ambayo ulinzi wa kimungu utakuwa juu yako. Bwana atakupigania nawe utanyamaza kimya, hautajipigania tena, asema Bwana Mungu wa majeshi katika jina la Yesu. Ninakubariki mume wangu, mke wangu, ninakubariki amani ya Kristo ikatembee juu yako, kibali cha kimungu kikawe juu yako, ukakubalike popote utakapoenda, upate kibali katika jina la Yesu. Yeyote utakayezungumza naye uwe na kibali juu yake katika jina la Yesu. Utalindwa na Bwana, malaika wa kimungu wakawe mbele zako pande zote kune, wakikuzingira katika chombo chako cha usafiri utakachokitumia, iwe ni nchi kavu, iwe ni majini. Malaika wa kimungu wakakuzingire katika jina la Yesu, ukamwone Bwana anavyokupigania katika siku yako ya leo katika jina la Yesu. Mwana wa Mungu, sema ninabariki uzao wangu, nabariki mzaliwa wangu wa kwanza katika jina la Yesu. Popote alipo, iwe ni masomoni, iwe ni vioni, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye huduma, sema ninakubariki mzaliwa wangu wa kwanza na watoto wangu wote, ninawabariki katika jina la Yesu. Wale walio hata katika uzao wa tumbo langu, ninawabariki wa kike na wa kiume, wataongozwa na Bwana. Neema
ya Mungu itakuwa juu yao. Kila alichoahidi Bwana juu yao, adui hana nafasi tena. Ninawafunika kwa damu ya Yesu na wakumbatia katika mbawa zake Mungu. Watatetewa na wataongozwa na Bwana. Mabaya ya dunia hii hayatakuwa juu yao. Uovu wa dunia hii, kusudio la yule mwovu adui Shetani ambalo amekusudia kuangamiza vizazi wazaliwa wa kwanza, hayatakuwa juu yao. Sawa sawa na neno lile alilotupa Bwana katika mwaka huu, watoto wetu watalindwa na Bwana katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Popote pale walipo, mwongozo wa kimungu ukawe juu yao. Malaika na majeshi ya kimungu yakawaongoze. Lolote wanalolifanya walifanya kwa mapenzi ya kimungu katika jina la Yesu. Endelea kuwabariki watu wa nyumba yako, mwana wa Mungu, maana Mungu amekuheshimu wewe, amekupa mamlaka hiyo. Unaweza kuwakomboa na kuwabariki. Sema, ninambariki baba yangu, mama yangu na watu wa nyumba yangu wa kike na wa kiume katika jina la Yesu. Ninawabariki walio na afya zenye migogoro asubuhi ya leo, wakapokea uzima katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Sema, ninawabariki wote ambao wamelala vitandani, na nyamazisha zile roho za magonjwa katika jina la Yesu. Ninanyamazisha roho ya sukari, roho ya ugonjwa wa moyo, kifua, kichwa, miguu, mgongo, kiuno katika jina la Yesu. Roho za magonjwa ya urithi katika watu wa nyumba yangu nazinyamazisha, nami nawabariki katika jina la Yesu. Rehema za Mungu zikawe juu yao na uponyaji wa kimungu ukawe juu yao katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Mukainuke msioweza kuinuka, mukakae msioweza kukaa, mukasimame msioweza kusimama, mukatembee msioweza kutembea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Maana Mungu wetu ni Mungu wa rehema. Amesema, nimekusamehe makosa yako yote na ninakuponya magonjwa yako yote. Mungu aliye mponyaji akakuponya baba yangu, mama yangu, akakuponya ndugu yangu wa kike na wa kiume katika jina la Yesu. Ninawabariki mno katika kazi zenu za mikono, kilimo na biashara, mifugo, makazi zenu ofisini, popote pale munapopaendea siku ya leo, pamebarikiwa katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Hakuna roho yoyote inazungumza tena. Hakuna roho ya kuishia njiani wala kurudi nyuma. Zote zimenyamazishwa asubuhi ya leo, bali ile roho ya kuendelea kufanikiwa, kumiliki na kutawala kibali cha Mungu kinaenda kuwa juu ya siku yako ya leo katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Mwana wa Mungu, ninakubariki kama mtumishi wa Bwana hapo ulipo. Lolote lile unalolitumaini mbele za Mungu, ninakubariki katika jina la Yesu. Unayetafuta mtoto, siku yako ya leo itakuwa ni siku ya utimilifu wa kilio chako na haja ya moyo wako mbele za Bwana katika jina la Yesu. Unasumbuliwa na magonjwa ya miaka mingi, pokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Unayemwamini Mungu kwenye biashara yako, nenda ukafanikiwe, nenda ukakutane na wateja kutoka pande zote nne za dunia katika jina la Yesu. Ulio na kilio juu ya mzaliwa wa kwanza, pokea furaha katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Unajiuliza, unaona giza, siku ya leo iko nuru ya Mungu inakuangazia katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ikiwa ulifunga mlango, Mungu anaenda kuachilia mlango mwingine wa kutokea katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Wewe unayemwamini Bwana, wala usirudi nyuma. Siku yako ya leo haitakuwa ni siku ya kawaida, haitakuwa ni siku ya kilio, haitakuwa ni siku ya huzuni tena katika jina la Yesu. Yuko Mungu aliye hai, anaenda kukutendea, anaenda kukutendea muujiza, anaenda kukubariki siku yako ya leo. Mshangilie na kufurahia, maana yeye ni mwaminifu, adanganyi wala asemi uongo. Yeye ni mwaminifu. Ikiwa amesema atakupigania, nawe utanyamaza kimya, hautajipigania tena. Usiogope mwana wa Mungu. Inuka asubuhi
asubuhi ya leo. Mshangilie Bwana, maana yeye anaenda kufanya, maana yeye amekwisha kufanya, maana yeye anaenda kutenda, maana yeye amekwisha kutenda. Haleluya, tunakutukuza Mungu wetu, maana ni wewe uliye mwaminifu kwa ajili ya watoto wako wa kike na wa kiume wamekuamini asubuhi ya leo. Asante kwa kuwa ni wewe, hautomwacha hata mmoja wala kumpungukia, bali mkono wako juu yetu, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Imani yako imekuponya, imani yako imekuinua, imani yako imebadilisha maisha yako. Kila mlango uliofungua hakuna adui atakayeweza kufunga katika jina la Yesu. Kila vita uliopigana, huyo adui uliomwangusha hata inuka tena katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninajua Mungu analo kusudi la maisha yako. Hauishi kwa bahati mbaya, bali ni kwa sababu Mungu amekukusudia kuwa ni mtu bora. Hebu tujifunze neno la Mungu asubuhi ya leo, na tutaendelea kuzungumza kwa habari ya wakati wa Mungu. Na jana nilianza kuzungumza na wewe juu ya umuhimu wa majira muhimu ambayo Mungu ameyaweka kushughulika na watu wake. Majira ambayo Mungu amekusudia kuinua watu wake. Majira Mungu aliyoyaweka kuokoa watu wake. Majira ambayo Mungu ameyaweka kubadilisha historia za maisha ya watu wake. Nini ambacho kinakuzuia mbele yako? Nini kinachozuia utendaji wa Mungu? Nini kinachozuia baraka za Mungu? Ni lazima ushughulike na hiyo nguvu ili Mungu aanze kufanya kazi katika maisha yako. Ninajua kuna watu mnapitia upinzani. Upinzani katika eneo lako la kazi, upinzani katika eneo lako la kibiashara, upinzani katika familia na uzao wako. Lakini katika uwepo wa Mungu, katika nafasi ya kimungu, hayo yote ambayo ni upinzani kwako, Mungu anakwenda kuiangusha. Napenda sana mtumishi wa Mungu Elisha, ambaye yeye wakati wote alisimama kudhihirisha nguvu za Mungu. Alimfahamu anayemwamini, alimfahamu aliyemtia mafuta, na akatamka ushindi katika nyakati ambazo wengine waliona kuna kushindwa. Wakati wengine walipokuwa wanalia, Elisha yeye alikuwa analitaja jina la Bwana katika udhaifu huo. Na ndivyo inavyotokea tena katika majira haya kwa mtu anayetambua na kuelewa nguvu iliyo ndani ya Mungu aliye hai, ya kuwa anakwenda kubadilisha majira ambayo yamekuwepo katika maisha yako. Yamkini yamekuwepo majira ya dhiki katika maisha yako, lakini Mungu ana majira mengine kwa ajili ya maisha yako, na kazi yako ni kufungua mlango wako wa imani. Mwandishi wa Waefeso anasema nasi tumeokolewa kwa neema, namba moja, na namba mbili anasema kwa njia ya imani. Ina maana neema iko ile inafanya kazi kupitia imani ulionayo katika Kristo Yesu. Je, unaamini ya kuwa unaweza kutolewa kwenye mikono ya uharibifu? Unaweza kutolewa kwenye mikono ya miungu, unaweza ukatolewa kwenye mikono ya kichawi, unaweza ukatolewa kwenye mikono ya uharibifu. Hiki ni kitu muhimu ambacho unatakiwa kukitambua. Ni lazima ukubali kuamini ya kuwa katika Mungu, maelekezo anayokupa Mungu, mwongozo anayokupa Mungu, ndio pekee unaoweza kuleta tumaini jipya, maisha mapya. Na uwepo wa Mungu katika maisha yako utaondoa ile nguvu ambayo imekuwa ikiyaonea maisha yako. Mungu anakuandaa kwa ajili ya kutenda kazi katika maisha yako. Mungu anakuandaa kwa ajili ya kujidhihirisha kwenye maisha yako. Mungu anakuandaa kwa ajili ya kuangusha wale ambao wamekuwa kinyume na jamii, wamekuwa na kinyume na nchi, wamekuwa kinyume na familia yako, ambao Mungu amesema hawa ni watu wangu, hawa ni watu niliowakubali, lakini adui amekuwa na nguvu kwao. Mungu anataka akutumie wewe kuwa mkombozi wa maisha yao. Ni wakati mzuri ambao unatakiwa utambue ya kwamba Mungu amekukusudia nini katika maisha yako. Je, ulizaliwa bahati mbaya? Je, upo kwa bahati mbaya? Hapana. Upo kwa sababu Mungu ana lengo la kukutumia kama ufunguo wa kufungua maisha ya watu wengine. Hauishi kwa bahati mbaya. Ndio maana watu wengine uliowafahamu
ambao wakati mwingine mlizaliwa wakati mmoja, ambao wakati mwingine mlisoma wote, maisha yao hayapo, lakini wewe upo. Kwa nini wewe upo? Kwa nini unalindwa? Kwa nini unatunzwa na nguvu za Mungu? Ni kwa sababu Mungu amewekeza ndani yako kuokoa mateka waliokamatwa kwenye mikono ya shetani. Isaya nabii anasema hata wafungwa wa mwenye nguvu, hata mateka wa mwenye nguvu wataondolewa, watatolewa huko. Ninajua wakati mwingine tunatokea kwenye familia ambazo shetani amewekeza nguvu kubwa sana. Amewafanya watu kuwa waraibu wa pombe, amewafanya watu kuwa masikini, amewafanya watu kuwa na maisha yasiyofaa hakika. Lakini Mungu amekuimarisha wewe, Mungu amekusimamisha wewe ili uondoe hiyo mbegu ambayo shetani aliipanda kwenye familia yako. Na nguvu hii inatokana na neema inayoachiliwa juu yako kupitia imani uliyo nayo kwa Mungu. Kiwango kile ambacho unatii neno la Mungu linachokuagiza ndicho kiwango ambacho adui anashindwa kupambana na maisha yako. Katika majira haya Pentekoste ni muhimu kujua kile ambacho Mungu anakusudia kukifanya, kile ambacho Mungu anakusudia kukitenda. Yoeli nabii ni eneo ambalo nimekuwa nikizungumza hapa. Yoeli kuanzia sura ya 1 anazungumza nafasi ya Israeli kudrop, kuanguka, kushuka, na akionyesha mabaya ambayo yamekuwa yakisimama katika taifa, akionyesha utendaji kazi wa adui kwa taifa la Israeli. Na Mungu anazungumza, anasema mimi siko tayari kuiona nafasi yangu ikichukuliwa na nguvu za giza. Siko tayari kuiona nafasi yangu ikichukuliwa na watu wabaya. Mimi ndiye niliyetakiwa kuwa mtendaji kwa hawa watu. Mimi ndiye niliyetakiwa kuwabariki hawa watu. Huyo adui anayewaonea ametoka wapi? Hiyo nguvu inayowadhoofisha imetoka wapi? Prophet Joel anakuja anazungumza na Israeli. Anasema mambo haya mnayoyaona mliwahi kuyaona? Kwa nini mnavumilia matatizo? Kwa nini mnavumilia shida? Levukeni, tokeni kwenye ulevi wenu. Anawaambia wana wa Israeli, anawaambia viongozi wa Israeli, anawaambia ninyi mmejisahau. Mnaendelea kupambana na matatizo bila kujua ya kwamba huyu aliyesimama mbele yenu ni kwa sababu uwepo wa Mungu umeondoka kwenye maisha yenu. Yoeli anaanza kufundisha nafasi ya mwanadamu na Mungu. Yoeli anaanza kuzungumza namna Mungu anavyoweza kubadilisha historia. Anasema ikiwa watu hawa, ikiwa wewe siku ya leo utaelewa na kutambua na ukarudi kwenye nafasi ambayo Mungu amekuweka, nini atakachokifanya? Ni roho wake kuachiliwa juu yako. Roho wake kuachiliwa juu yako. Roho wa Mungu anapokuja juu ya maisha ya mtu, anakuja kutekeleza, anakuja kutenda kile ambacho Mungu alitaka kukitenda. Nataka niongee na wewe leo. Kila utendaji wa kimungu ulipouona au ulipousoma kwenye Biblia, mtendaji mkuu ni Roho Mtakatifu. Mahali ambapo hakuna Roho wa Mungu hamna ushindi. Biblia inazungumza wakati Samsoni Roho wa Mungu alipokuwa anamjia, ndipo nguvu zake zilikuwa nyingi kwa Wafilisti, lakini zilipoondoka ndipo udhaifu wa Samsoni ukatokea. Roho Mtakatifu anakuja juu ya maisha yako kudhihirisha ukuu wa Mungu. Roho Mtakatifu anakuja juu yako kutenda kile ambacho Mungu anataka kukitenda. Na ni muhimu kuelewa, na ndio maana niwe kuzungumza. Roho za dunia zikiingia ndani ya mtu lazima zimanifesti. Roho ya ulevi ikiingia ndani ya mtu atalewa. Roho ya uzinzi ikiingia ndani ya mtu utaona tu. Roho wa Mungu ambaye ni Roho wa Baba aliye na nguvu zaidi ya roho za dunia akiingia ndani ya mtu, lazima mtu huyu abadilike tu. Ndiyo sheria ya Roho. Watu ambao walikuwa dhaifu, watu ambao walikuwa hawana kitu, watu ambao walikuwa wanaonewa na maadui zao, Biblia inazungumza ikiwa Roho wa Bwana atamwagwa juu yao, ikiwa Roho wa Mungu ataendelea kutenda kazi ndani yao, hao maadui hawatawashinda tena. Yoeli analeta ujumbe wa ajabu.
anazungumza, anasema iko nafasi ya Mungu kwenye maisha ya mtu imeondoka, roho wa Mungu hayuko. Anasema na Mungu anakusudia kuleta roho wake juu ya watu wote wenye mwili. Na tunaona kile ambacho Yesu anakifanya. Tunaona miujiza anayoifanya Yesu. Tunaona matendo makuu anayoyafanya Yesu. Lakini Biblia inakiri, nasema yote aliyafanya kupitia Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani yake. Imagine, huyu ni mwana wa Mungu. Lakini huyu mwana wa Mungu ili afanye chochote, lazima huyu Roho wa Mungu awe juu yake. Na anakiri katika Luka sura ya nakili, anasema Roho wa Mungu yu juu yangu, naye amenitia mafuta. Yesu anakili mwenyewe, anasema utendaji wangu unatokana na Roho wa Mungu. Na Yesu anazungumza katika kitabu cha Matendo ya Mitume, anasema mtapokea nguvu akiisha wajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nilizungumza na wewe jana kipindi ambacho wanafunzi walikuwa wanapitia baada ya Yesu kukamatwa. Walikuwa ni watu wanaowindwa na jeshi la Rumi. Walikuwa ni watu wanaoishi kwa hofu muda wote kukamatwa. Walikuwa ni watu wanaodharauliwa na kukataliwa na kila mtu. Lakini Yesu anazungumza nao katika habari hii ya kitabu cha Matendo ya Mitume, anasema msiogope, msitishike, maana iko nguvu inakuja juu yenu. Na nguvu hii itakapokuja juu yenu, udhaifu mlio nao utaondoka. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2, na tumia Biblia ya habari njema. Kama unatumia Biblia ya Kiswahili cha kawaida unaweza ukaona tofauti. Anasema siku ya Pentekoste ilipofika, waumini wote walikuwa wamekusanyika mahali pamoja. Mstari wa 2 anasema ghafla sauti ikasikika kutoka angani, sauti iliyokuwa kama upepo mkali, ikaijaza nyumba yote waliokuwa wamekaa. Mstari wa 3, kisha vikatokea vitu vilivyoonekana kama ndimi za moto, vikagawanyika na kutua juu ya kila mmoja wao. Mstari wa 4, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha mbalimbali kadri Roho alivyowawezesha. Mstari wa 5, na huko Yerusalemu walikuwako Wayahudi, watu wa mchao Mungu, waliotoka katika kila nchi duniani. Mstari wa 6, waliposikia sauti hiyo, kundi kubwa la watu lilikusanyika. Wote wakashtuka sana, kwa kila mmoja wao alisikia hao waumini wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Mstari wa 7, wakastaajabu na kushangaa wakisema, je, watu hawa wote tunaowasikia wakisema hivi si wenyeji wa Galilaya? Hawa nilizungumza na wewe wakati wote, siku 10 zote walikuwa wamejificha gorofani. Huwezi kutoka, huwezi kuingia, wamejificha. Na kwa nini wamejificha? Ni kwa sababu walikuwa wanawindwa, wanatafutwa. Kwa sababu walitafsiriwa ni waasi ambao waliungana na yule muasi ambaye aliuawa, na walikuwa wameaminishwa watu wote ya kwamba Yesu hakufufuka ila alikuwa ameibiwa. Kwa hiyo wanatafutwa wanafunzi. Na Yesu alipokutana Galilaya anawaambia, baada ya tukio hili, baada ya mimi kurudi mbinguni, mnatakiwa mrudi mjini. Nilizungumza na wewe siku ya jana. Hawa watu ambao wamejificha, wamekaa siku 10 wamejificha, hakuna kuongea, wanatafutwa nyumba kwa nyumba, eneo kwa eneo, jeshi liko mtaani linawatafuta. Ghafla Roho wa Mungu anashuka juu yao. Roho wa Mungu anaposhuka juu yao, hawawi tena wale watu waliokuwa wamejificha, hawawi tena dhaifu, hawawi tena wa kuogopa. Lile neno ambalo Yesu alizungumza katika Matendo 1:8, anasema lakini mtapokea nguvu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Mtashuhudia, mtasema, mtatenda kwamba hakika Yesu Kristo yu ndani yetu na ana uwezo kuliko mtu yoyote. Itadhihirika. Sasa Roho Mtakatifu anaposhuka, hawa watu wanaanza kuhubiri injili kwa ujasiri. Na jambo la ajabu, Biblia inasema kila mmoja akawa anahubiri kwa lugha ambayo si lugha yake. Kuna mtu unanielewa? Yaani kama wewe ni Mpare, wewe ni Mnyakyusa,
alafu unamsikia mtu anahubiri lugha yako na unajua sio lugha yake. Nakumbuka wakati mmoja nilikuwa na vijana wawili. Wale vijana nilikuwa nakaa nao, lakini walikuwa hawajamini kwa habari ya Yesu. Siku moja tulikuwa tunafanya video shooting na kwaya moja ya askofu mahali fulani baharini. Sasa ile nyimbo waliokuwa wanaimba walitakiwa wanene waingie rohoni, wanene kwa lugha. Sasa nikawaambia nataka niwaombe kila mmoja ajazwe na Roho Mtakatifu. Na mojawapo ya vijana wangu wale wawili, mmoja alikuwa haamini kwa habari ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Haamini kabisa. Sasa nilipoanza kuwaombea, yule kijana alikuwa anajua Kireno. Anajua vizuri Kireno. Sasa na alikuwa anajua lugha nyingine sikumbuki vizuri. Alikuwa anajua lugha kama 2. Anazijua vizuri, amesomea hizo lugha. Wakati anasoma utalii alisoma hizo lugha na anajua kuziongea vizuri. Sasa wakati Roho wa Mungu aliposhuka, binti mmoja akaanza kuongea Kireno. Anaongea Kireno kabisa na anamwambia, anasema mimi ni Mungu aliye hai, amini. Njia ya hapo utakufa. Yani anamhubiria kwa roho, lakini anazungumza lugha yake. Wakati anashangaa, mwingine akazungumza lugha ya pili anayoijua. Nikashangaa, huyu kijana analia. Tambua mimi hizo lugha sizijui. Ananiambia hawa watu wananena na mimi, wanazungumza na mimi. Hii ni lugha fulani na lugha fulani. Wanazungumza na mimi habari za wokovu. Sikiliza. Roho Mtakatifu aliposhuka wakati huu, alihakikisha kila mmoja anatambua iko divine connection. Uko muunganiko wa kimungu umeshuka. Na hawa watu waliokuwa wanadharaulika, hawa watu waliokuwa wanaonekana hawana maana, kila mmoja akawaheshimu. Kila mmoja akaona wanafaa. Katika mstari wa 37 Biblia inasema, basi watu waliposikia hayo walichomwa moyo, wakawauliza Petro na wale mitume wengine, ndugu zetu, tufanye nini? Watu waliokuwa hawafai, lakini ghafla wale matajiri wanaanza kwa, jamani ndugu zetu, tufanye nini sasa? Tutendeje sasa? Biblia inasema Petro akajibu, tubuni kila mmoja wenu, mbatizwe kwa jina la Yesu Kristo, ili mpate kuondolewa dhambi zenu na kupokea ile ahadi ya Roho Mtakatifu. Narudia. Yesu akasema, Petro akasema, tubuni kila mmoja wenu. Repent. Repent. Neno repent, geuka. Ina maana kuna maisha unaishi, geuka. Acha maisha hayo. Na anazungumza, anasema baada ya hayo mtaingia agano. Ubatizo ni agano linalowakilisha ya kwamba mimi sitatenda dhambi tena. Ubatizo unaweka agano, ni kuzishuhudia mbingu, ni kuzishuhudia nchi, ni kushuhudia ulimwengu ya kwamba kuanzia leo mimi sio mtenda dhambi. Ndio maana ya ubatizo. Na Petro anazungumza, anasema mkisha acha dhambi, mkisha badilika, Roho Mtakatifu atakuja juu yako. Anazungumza katika mstari wa 39, maana ahadi ile iliyokuwa kwa ajili yenu, kwa ajili ya watoto wenu, na kwa ajili ya wote wanaokaa mbali, na kwa ajili ya kila mtu ambaye Bwana Mungu wetu amemuita. Kwa maneno mengine Petro alisisitiza na kuwahimiza watu akisema, jiokoeni katika kizazi hiki kiovu. Nini Petro anazungumza? Nini Petro ananena? Ni kwamba nje ya uwepo wa Mungu hakuna usalama. Nje ya uwepo wa Mungu hakuna ushindi. Waovu watakuangamiza, mabaya yatakuangusha. Sasa nataka uelewe hapa namna ambavyo Mungu alikusudia kuleta ukombozi katika majira ya Pentekoste. Ukombozi ambao Yoeli anauzungumza, na kama umepata nafasi ya kusoma sura ya 2 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, unaona
Petro akizungumza, ahadi hii ni ile iliyotolewa na nabii Yoeli. Anazungumza nini? Ni wakati ambao adui ameyakamata maisha yako. Adui anaendesha maisha yako. Adui anaendesha hatima yako. Anaamua maisha yako. Unajua, unaweza usijue kama uko chini ya minyororo mpaka siku ya uovu inapofika. Shetani huwa anawafanya watu wenye akili kujiona wako salama. Shetani huwa anawafanya watu wenye ufahamu kuwafanya wajione wako salama, lakini mwisho wao ndio huwa unakuja kuwa mbaya kabisa. Yaani kwa sababu umesoma, kwa sababu una kazi, kwa sababu una vifedha, shetani anakupa picha kwamba uko salama, uko sawa, hamna shida. Lakini wakati wewe unaona uko salama, ni wakati ambao shetani anatengeneza mfumo wa kuharibu maisha yako. Nikuulize mwana wa Mungu, unajua hatima yako inaishia wapi? Unajua mbele yako kuna nini? Unajua shetani ametengeneza nini kama anguko lako mbele yako? Kwa sababu Biblia inasema shetani kazi yake ni kuchinja, kuua na kuharibu. Hakuna urafiki uliopo kati ya mwanadamu na shetani. Mtu yote asikudanganye. Kwa shetani anatafuta namna atakavyokuangusha. Unaweza ukaona uko salama. Mtu mmoja akaniambia, mimi na fedha, mimi na kazi, mimi nimeolewa, mimi na watoto. Akawa ananieleza yale alionayo. Nikamwambia, lakini unahitaji neema ya Mungu. Akasema, amna, wanaookoka ni masikini. Wakati mmoja adui akamkamata, akampandia kansa ambayo daktari anamwambia rudi nyumbani, hii hatuwezi kutibu. Anakuja kushtuka, anasema kumbe nishafika stage 4 ya kansa. Adui wakati unapoona una amani, anapanda matatizo ambayo siku ya kimea, yakianza kuzaa matunda, hakuna mtu atakayeweza kukusaidia. Adui anawinda hatima ya watu wenye ufahamu. Adui anawinda hatima ya watu wenye ufahamu, watu wenye uwezo wa kufikiri kubadilisha ulimwengu, watu wenye uwezo wa kufikiri kusaidia maisha ya watu. Adui anawawinda. Hebu asubuhi ya leo anza kujua, unajiona uko salama, lakini we ni mawindo. Usalama wako harisi uko kwa Mungu aliye hai. Mungu ndiye anayeweza kukupa kesho iliyo bora, kesho iliyo njema. Tunapotoka siku ya leo ndio utakapoanza kugundua ya kwamba kumbe sio kama jana. Usifikiri shetani amekuogopa, lakini kwa sababu shetani tayari ashatengeneza mfumo wa kuyaharibu maisha yako. Uko mbele yako. Jiangalia watu kama wewe, wenye taaluma kama ya kwako, wenye kazi kama ya kwako, mwisho wao ulikuwaje? Mwisho wao ni adhabu. Shetani atahakikisha anasurubu maisha yako. Usijione uko salama. Na wengine wapo wameokoka lakini wanafanya dhambi, wanasema hatujajulikana. Wanajiona wako salama. Wakati unaoona usalama ni wakati ambao adui anapanga anguko lako. Ebu asubuhi ya leo weka mpango wa kukutana na Mungu ambaye atakupa nguvu sahihi ya kuinua, kubariki, kuinua maisha yako. Inua mikono yako juu. Shika na sadaka yako. Unapoianza siku ya leo, Baba, hii ni sadaka ambayo watoto wako wanakutolea asubuhi ya leo. Ni imani yao kwako ya kuwa wewe ni Mungu wapaye, Mungu unayestahili ibada. Wanakuabudu kwa sadaka zao. Bwana uzikubali. Katika majira haya ya Pentekoste, Bwana, ni maombi yangu kwa kila mmoja. Fungua maisha yake. Komesha dhiki yake.
ondoa huzuni yake, mpe kile ambacho likikusudia kama zawadi kutoka kwako katika Pentecost, katika jina la Yesu. Mfunulie dhabihu anayotakiwa kuiandaa kwa ajili ya majira haya matakatifu, sawasawa na ulivyoagiza, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Morning glory in Jesus name.